Jeshi la polisi latoa kauli puuzeni taarifa ya gari la polisi kuibiwa. Jeshi la polisi mkoani Mbeya limekanusha taarifa inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii inayosema wezi wameiba basi la polisi mkoani Mbeya na kuomba jamii kupuuza taarifa hiyo kwani hakuna tukio kama hilo lililotokea mkoani Mbeya. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limesema halina basi lenye nambari PET 4037 kama ulivyosomeka kwenye picha mnato iliyoambatanishwa kwenye taarifa hii. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea na uchunguzi wa kuwabaini waliohusika na utoaji taarifa hiyo ya uzushi na kuleta taharuki kwa jamii ili hatua stahiki zichukuliwe dhidi yao. Ni taarifa kutoka jijini Mbeya. Hatimaye jeshi la polisi mkoani Mbeya limekanusha taarifa inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii inayosema wezi wameiba basi la polisi mkoani Mbeya na kuomba jamii kupuuza taarifa hiyo kwani hakuna tukio kama hilo lililotokea mjini Mbeya. Hatimaye M23 na DRC kuitafuta amani nchini Angola. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imethibitisha kuwa itatuma wajumbe nchini Angola kushiriki mazungumzo ya amani yanayolenga kusuluhisha mzozo unaoendelea kati ya nchi hiyo na waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji ofisi ya Rais wa DRC Tina Salama amethibitisha kuwa watashiriki, ambapo katika hatua hii ya awali amesema hawawezi kueleza bayana ni akina nani watakaounda ujumbe huo utaokutana na viongozi wa M23. Mazungumzo hayo ambayo yanatarajiwa kuwa ya moja kwa moja kati ya serikali ya Kongo na washiriki wa M23 yamepangwa kufanyika nchini Angola. Mara kadhaa Rais wa Kongo Felix Tshisekedi amekuwa akikataa kukaa meza moja na waasi wa M23 ambao serikali yake inawachukulia kama magaidi, lakini baada ya ziara yake mjini Rwanda wiki iliyoisha, uamuzi huo unaonekana kubadili na amekubali nchi yake kushiriki mazungumzo na M23. Katika hatua nyingine, Rais wa Angola João Lourenço ametoa wito utaositishwa mapigano kati ya mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya wanajeshi wa serikali wa waasi wa M23 kabla ya kuanza kwa mazungumzo ya amani. Rais huyo ambaye ameteuliwa na Umoja wa Afrika kuwa mpatanishi amezitaka pande zote kusitisha mapigano kuanzia jana kabla ya kuanza kwa mazungumzo ya amani katika mji mkuu wa Angola, Luanda. Wito huo unalenga kusitisha vitendo vyote vya uhasama dhidi ya raia na azima ya kutoa maeneo zaidi kwa matarajio kwamba hatua hizi na nyinginezo zinapelekea kuwepo kwa hali ya utulivu itakaowezesha kuanza kwa mazungumzo ya amani. Ni taarifa kutoka huko nchini Kongo. Hatimaye serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imethibitisha kuwa itatuma wajumbe nchini Angola kushiriki mazungumzo ya amani yatakayolenga kusuluhisha mzozo unaoendelea kati ya nchi hizo na waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Donald Trump kuzungumza na Rais Putin. Rais wa Marekani Donald Trump amesema atafanya mazungumzo na Rais wa Urusi Vladimir Putin. Lengo ni kusitisha vita ya Urusi na Ukraine, ambapo kupitia taarifa yake Donald Trump amesema mazungumzo hayo yatapata msukumo mkubwa na amini kuwa nafasi nzuri ya kufanikisha mpango wa kusitisha mapigano kwa siku 30, pendekezo ambalo Rais wa Ukraine amekwisha likubali. Donald Trump amesema mazungumzo hayo yatahusisha masuala ya mipaka, mitambo ya nishati, akibainisha kuwa pande zote mbili zimekuwa zikijadili mgawanyo wa rasilimali fulani, ingawa Urusi bado inaendelea na mashambulizi katika eneo la Kursk ikijaribu kuwaondoa wanajeshi wa Ukraine waliopo huko kwa miezi kadhaa. Katika hatua nyingine, viongozi wa mataifa ya Magharibi akiwemo Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amewaonya kuwa vikwazo vipya vinaweza kuwekwa dhidi ya Urusi ikiwa haitakubali mpango wa kusitisha mapigano na nchi ya G7. Pia ameeleza wasiwasi wao kuhusu mazungumzo hayo, akihimiza Urusi kuonyesha nia dhati katika kufanikisha amani. Aidha, Rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza kuwa anaamini mazungumzo hayo yatazaa matokeo chanya, lakini pia amekiri kuwa hakuna uhakika wa suluhisho la haraka. Kupitia ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii, Rais Donald Trump amesema amemwomba Putin kuepuka kuwaua maelfu ya wanajeshi wa Ukraine waliopo eneo la Kursk, hatua inaonyesha juhudi zake za kupunguza uhasama. Ni taarifa kutoka nchini Marekani. Hatimaye Rais wa Marekani Donald Trump amesema atafanya mazungumzo na Rais wa Urusi Vladimir Putin kusitisha vita ya Urusi na Ukraine,
ambapo kupitia taarifa yake Donald Trump amesema mazungumzo hayo yatapata msukumo mkubwa na anaamini kuwa nafasi nzuri ya kufanikisha mpango wa kusitisha mapigano kwa siku 30, pendekezo ambalo rais wa Ukraine amekwisha likubali. Rais Kagame aionya nchi ya Ubelgiji. Rais wa Rwanda Paul Kagame ameionya nchi ya Ubelgiji kuacha kutoa maagizo kwa Rwanda na kuwapangia cha kufanya. Utazani kwamba Mungu amewapa jukumu na haki ya kuwasimamia, ambapo amesema Rwanda haitakubali tena kutawaliwa na Ubelgiji, bali tutapambana nao na tutashinda vita hiyo. Akiongea katika ukumbi wa BK Arena nchini Rwanda, Rais Paul Kagame amesema na waonya Wabelgiji wameiharibu Rwanda, wameua Wanyarwanda, tuliwaonya zamani na tunawaonya tena leo. Wanatupangia, wanasema waruhusu kufanya hiki na kile. Sisi tunawauliza Wabelgiji, nyinyi ni kina nani? Nani kawapa jukumu la kutusimamia sisi? Wanyarwanda wanamwamini Mungu, mnaamini Mungu amewapa Wabelgiji jukumu la kusimamia Rwanda. Kwa uwezo huu mdogo tulionao tutapambana nao wote wanaotumia muda wao kututukana, kujaribu kututesa, na hawatoweza. Tutashinda. Watu wache tuishi na amani. Baada ya miaka yote tulioitumia kuipambania na kujenga nchi yetu, tunataka kuwa Wanyarwanda, hatutaki kuwa Wabelgiji. Rwanda kwa bahati mbaya tulitawaliwa na kanchi kadogo Ubelgiji, ambayo ilienda mbali zaidi na ikatugawa kama nchi yao. Sijawahi kusita kueleza hili. Tulilaani hili zamani na tunaendelea kulilaani tena. Jambo hilo, hakuna kitu kibaya kutokea kwetu kushinda majanga tuliopitia huko nyuma. Ndio maana hatupaswi kuogopa kusema na kujipambania sisi wenyewe zidi ya wale wote wanaotaka kutuangamiza. Ni taarifa kutoka nchini Rwanda. Hatimaye rais wa Rwanda Paul Kagame ameionya nchi ya Ubelgiji kuacha kutoa maagizo kwa Rwanda na kuipangia cha kufanya. Utazani kwamba Mungu amewapa jukumu na haki ya kutusimamia sisi Wanyarwanda. Amesema Rwanda haitokubali tena kutawaliwa na Ubelgiji, bali itapambana na Ubelgiji na itaishinda vita hiyo. Dereva aliyesababisha kifo cha OCD awazi asakwa na jeshi la polisi. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limesema Machi 17 mwaka 2025 saa 1 asubuhi katika barabara ya Nyerere maeneo Pugu mwisho wa lami ilitokea ajali ya magari mawili kugongana na kusababisha kifo cha mkuu wa polisi wilaya ya polisi Chanika Awazi Mohamed Chiko, huku polisi mwingine akipata majeraha. Akiongea jijini Dar es Salaam, kaimu kamanda kanda maalum ya Dar es Salaam SSP Faustine Mafwele amesema ajali hiyo ilitokea baada ya dereva daladala yenye namba za usajili T580EAE aina ya Tata inayofanya safari zake kati ya Zingiwa, Chanika na Machinga Complex Ilala ikitokea Pugu kwenda Gongo la Mboto kugongana na gari yenye nambari za usajili T952 AMD aina ya Toyota Prado iliyokuwa ikiendeshwa na PF mwenye nambari 15950 CP Awazi Mohamed Chiko akitokea Gongo la Mboto kuelekea Pugu na kusababisha kifo cha hapo, pia kusababisha majeraha ya polisi WP mwenye nambari 5616 CP Zubeda Ramazani Sadala wa wilaya ya polisi Chanika aliyekuwa abiria kwenye gari nambari T952 AMD ambaye amevunjika mkono wa kushoto. Chanzo cha ajali ni baada ya dereva daladala kuyapita magari yaliyokuwa mbele yake bila kuchukua tahadhari na kusababisha kugongana uso kwa uso. Jeshi la polisi linamtafuta dereva wa daladala ambaye hajafahamika jina lake aliyotoroka baada ya kusababisha ajali hiyo. Pia jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linakanusha taarifa zilizotolewa na baadhi ya vyombo vya habari nchini kuwa aliyefariki ni kamishna operation mafunzo Tanzania CP Awazi Juma Haji. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limesema Machi 17 mwaka 2025 saa 1 asubuhi katika barabara ya Nyerere maeneo Pugu mwisho wa lami ilitokea ajali ya magari mawili kugongana na kusababisha kifo cha mkuu wa polisi wilaya ya polisi Chanika Awazi Mohamed Chiko, huku polisi mwingine akipata majeraha. Nchi 43 kuzuiliwa kuingia nchini Marekani. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umetoa pendekezo la kuweka marufuku mpya ya kusafiria kuingia nchini Marekani vitakazoathiri raia na mataifa kadhaa kwa viwango tofauti. Kwa mujibu wa gazeti la Marekani la New York Times lililowanukuu maafisa wa kutaja majina yao likisema pendekezo hilo linazihusisha nchi 43. Miongoni mwa nchi hizo ambazo raia wake watazuiliwa kuingia kabisa nchini Marekani ni Afghanistan, Libya, Korea Kaskazini,
Somalia, Sudan, Syria, Venezuela, Yemen. Kundi jingine ni la nchi nyingine 10 ikiwemo Belarus, Eritrea, Haiti, Pakistani, Russia, Sierra Leone, Sudani Kusini, ambazo visa zao zimewekewa vikwazo vikali nchini Marekani. Nchi nyingine 22 zitapewa siku 60 za kushughulikia masuala yanayoipa wasiwasi Marekani. Vinginevyo zitahamishwa kwenye kundi lililowekewa vikwazo vikali nchini Marekani. Itakumbukwa pia katika muhula wake wa kwanza wa uongozi, Rais wa Marekani Donald Trump aliamuru serikali kuainisha nchi ambazo raia wake hawapaswi kuingia nchini mwake kwa sababu za kiusalama. Ni taarifa kutoka nchini Marekani. Hatimaye utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump umetoa pendekezo la kuweka marufuku mpya ya kusafiri kuingia nchini Marekani itakazoathiri raia na mataifa kadhaa kwa viwango tofauti.